Swali linalofuata bado Wizara ya Kilimo linaulizwa na Mheshimiwa Amina Nasoro Makilagi, mbunge wa viti maalum. Na wananchi wote, naomba swali langu kuhakikisha vyama hivyo vinaimarika na kuleta tija kwa wananchi. Swali hili linatolewa majibu na Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo naomba kujibu swali la Mheshimiwa Amina Nasoro Makilagi, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Ushirika ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015 mpaka 20 kama ilivyoainishwa katika ibara ya 22 kifungu F, G na H kuwa ushirika ndio suluhu pekee inayoweza kuamua mkulima mdogo kupitia kuungana na kutengeneza chombo imara cha kuwatetea. Aidha, wizara inatambua mapungufu yaliyomo sasa katika mfumo wa vyama vya ushirika wa mazao mbalimbali ikiwemo pamba, kahawa, miwa, ufuta, ambapo baadhi ya viongozi ambao si waaminifu wamekuwa wakifanya vitendo visivyofaa ikiwemo ubadhirifu wa rasilimali za ushirika, hali iliyopelekea ushirika kutoaminika miongoni mwa wanachama walio wengi. Wizara kupitia tume imeendelea kuimarisha misingi ya utawala bora na uwajibikaji katika vyama vya ushirika kwa kufanya kaguzi za mara kwa mara 2 kwa mwaka na kaguzi za mwisho wa mwaka, kusimamia chaguzi za viongozi na mkutano mikuu ya vyama vya ushirika na kufuatia utekelezaji wa hoja zinazotokana na matokeo ya ukaguzi na uchunguzi. Aidha, wizara inafanya tathmini kupitia mfumo mzima wa ushirika kwa kuangalia muundo wake, uendeshaji, usimamizi wa rasilimali zake na fedha za wanachama ili kuleta tija na kufanya uwe wa kibiashara zaidi kuliko udalali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikakati mingine ni pamoja na kuhamasisha wadau mbalimbali hususan vijana, wanawake na vikundi vyenye mwelekeo wa ushirika kujiunga au kuanzisha vyama vya ushirika ili kuongeza idadi ya wanachama, kuhamasisha uanzishwaji wa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo yani SACCOS kwenye vyama vya ushirika vya kilimo na masoko yani AMCOS ili kuwajengea wakulima tabia ya kuweka akiba na kupata mikopo yenye masharti nafuu. Aidha, wizara kwa sasa inahuisha sera ya maendeleo ya ushirika ya mwaka 2002, kuandaa mkakati wa utekelezaji pamoja wa kufanya marekebisho ya sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya mwaka 2013 na sheria ya ukaguzi ya vyama vya ushirika ya mwaka 85 ili kuongeza ufanisi katika ushirika. Asante Mheshimiwa Amina Makilagi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri na kuipongeza serikali kwa kazi nzuri inayoifanya kwa ajili ya kuimarisha ushirika, nina maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa huko nyuma Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na Malakop, tulikuwa na Shireku, tulikuwa na Nyanza, tulikuwa na KCU. Viongozi wake walikuwa na nguvu, walikuwa na weledi, walikuwa na uwezo, lakini vyama vile vya ushirika vilikuwa na mitaji kiasi kwamba vile vyama vya ushirika ndio vilivyonunua mazao ya wakulima na sio kununua peke yake na hata kusindika. Na mfano ni mkoa wa Mara, tulikuwa na kiwanda cha Mutex, Mwatex na Mwanza walikuwa na Mutex na Mwanza. Lakini tulikuwa na Mgango Jineli, tulikuwa na Ushashi Jineli, tulikuwa na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kusindika mazao ya wakulima. Sasa ushirika huu umeanza, viongozi wake hawana weledi, hawana mafunzo, lakini ushirika hawana mitaji na viwanda vile vya kusindika mazao vingi vimekufa. Ningependa kujua serikali ina mkakati gani kuhakikisha inapatia ushirika mitaji ili vyama hivi viweze kujiendesha. Swali la pili, kwa kuwa tulianzisha benki ya kilimo kwa ajili ya kuwakomboa wananchi na hasa wanawake, na kwa kuwa vipo vikundi vingi vya wanawake vilivyoanzishwa kwenye SACCOS kwa ajili ya kilimo, ningependa kujua benki ya kilimo itafika lini kwa ajili ya kuwakopesha wanawake vijijini katika ushirika wao wa kilimo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa Hussein Bashe, Naibu Waziri Wizara ya Kilimo, kwa ufupi tu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Amina Makilagi kama ifuatavyo. Kuhusu mfumo wa ushirika, wakati ambao anaongelea Mheshimiwa mbunge wa Shireku,
na vyama vingine vya ushirika, mfumo wa uchumi ambao nchi ilikuwa inaenda nao ulikuwa ni mfumo hodhi. Kwa hiyo mfumo ule wa ushirika wa wakati ule ulikuwa ni compatible na zama zile na wakati ule. Sasa hivi ni mfumo wa soko, hatuwezi kurudi katika mfumo uliokuwepo wakati wa nyuma. Lakini tunachokifanya sisi kama serikali sasa hivi ni kupitia upya sheria ya ushirika ya mwaka 2002, wakati huo kupitia sheria ya ukaguzi ya vyama vya ushirika ya mwaka 85, na kupitia mfumo mzima wa uendeshaji wa ushirika ili vyama vya ushirika viweze kuwa vya kibiashara na vijiendeshe kibiashara zaidi na kuwa competitive katika soko ambalo ni soko huria linaloruhusu watu binafsi kufanya biashara. Lakini kuhusu swala la ushirika kupewa mitaji na serikali, hili jambo haliwezekani. Kisera ya kiuchumi hatuwezi serikali kuwapelekea vyama vya ushirika kupewa mitaji ya kujiendesha, lakini serikali inachoweza kukifanya ni kuvifanya vyama vya ushirika kuwa strong na kuwa viweze kukopesheka na viweze kufanya biashara ili viwe vina sura ya kuendesha na kutengeneza faida. Kuhusu swala ya benki ya TADB, TADB ni development bank na wala sio commercial banki kama benki zingine. Haiwezi kufungua matawi nchi nzima, lakini pale ambapo aidha chama cha ushirika ama wananchi ambao wanaendesha miradi ya kilimo ya kimkakati wana business plan, wanaweza kwenda access mikopo katika benki ya maendeleo ya kilimo ili tuweze kuendeleza infrastructure ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vizuri waheshimiwa wabunge wakaelewa, Tanzania Agricultural Development Bank ni development bank na sio commercial bank. Haiwezi kufanya kazi za commercial bank, inafanya kazi za kuwekeza kwa miradi ya muda mrefu kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo hawawezi kwenda kufungua matawi katika wilaya na mikoa. Kuhusu kina mama, Tanzania Women Bank imeunganishwa na Postal Bank na facilities za kina mama kuweza kukopeshwa mikopo midogo inapatikana kupitia benki ya Posta kwa akaunti maalum ambayo imeanzishwa kama product kupitia benki ile. Kwa hiyo nataka niwaombe waheshimiwa wabunge watusubiri wakati tunapitia sheria ya ushirika na kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa ushirika ili uweze kuendana na mahitaji ya sasa na kuwajengea imani wananchi.